Jambo na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, na tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni tarehe 26 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Ni matumaini yetu kwamba mmemaliza vyema mchana wenu na sasa mko tayari kuungana nasi kufuatilia matangazo yetu ya jioni ya leo. Na katika matangazo yetu ya jioni leo tutakuletea taarifa mbalimbali zinazogusa nyanja za usalama, siasa, uchumi pamoja na maendeleo ya kijamii, tukikujulisha kinachoendelea katika maeneo mbalimbali hususan mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lengo letu ni kuhakikisha unapata taarifa sahihi kwa wakati ili uweze kuelewa kwa kina mwenendo wa matukio yanayoathiri maisha ya kila siku ya wananchi. Basi endelea kuwa nasi kupitia Kivu News Info, chombo chako cha kuaminika kwa habari za kweli na zenye kuzingatia weledi wa hali ya juu. Mimi ni Tereje Longa, basi nakukaribisha kwa na mimi mwanzo hadi mwisho matangazo yetu ya jioni leo kwa tarehe 26 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Naendelea kukumbusha tu kwamba huenda ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla chote ningekuomba ufanye kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa tumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Mengi zaidi katika matangazo yetu ya jioni ya leo, basi karibu tukupashe. Uongozi wa Wazalendo katika mkoa wa Kivu Kusini mjini Uvira umetoa onyo kali kwa wanachama na wafuasi wao wote wanaojihusisha au wanaopanga kujihusisha na hoja kutokuwa na imani na gavana mkoa huo Jean-Jacques Purusi Sadiki. Kupitia taarifa rasmi, viongozi wa Wazalendo wamesitiza kuwa hatua yoyote ya kisiasa inayolenga kuondoa uongozi wa mkoa kwa njia ya hoja na kutokuwa na imani inapaswa kufanywa kwa kuzingatia maslahi ya umma na si kwa misukumo ya kisiasa au maslahi ya binafsi. Wameonya kuwa kujihusisha kwa mchakato bila kuzingatia msimamo wa ndani ya kundi hilo unaweza kusababisha migawanyiko usio wa lazima. Wamewataka Wazalendo wote kubaki makini na kujiepusha na vitendo vinavyoweza kuzofisha juhudi za kurejesha imani na usalama katika mkoa wa Kivu Kusini, hasa katika kipindi ambacho hali ya kiusalama bado ni tete katika baadhi ya maeneo. Viongozi wao wameeleza kuwa kipaumbele chao sasa ni kuimarisha usalama wa wananchi na kushirikiana na vyombo vya dola katika kulinda mipaka na mali za wananchi badala ya kujihusisha na mvutano wa kisiasa unaoweza kuvuruga utulivu uliopo. Hata hivyo, wameongeza kuwa wanaheshimu haki za katiba na wakilishi wa wananchi katika kufanya maamuzi ya kisiasa, lakini wanasisitiza kuwa umoja wa mshikamano vinapaswa kupewa nafasi ya kwanza kwa manufaa ya mkoa na taifa kwa ujumla. Taarifa imekuja wakati ambako mjadala kuhusu hoja kutokuwa na imani dhidi ya gavana Jean-Jacques Purusi Sadiki unaendelea kujadiliwa katika duru za kisiasa, huku pande mbalimbali zikionyesha mtizamo tofauti kuhusu swala hilo. Kwa jumla, onyo hilo linaonyesha jitihada za uongozi wa Wazalendo kudhibiti hali ya ndani ya kundi hilo na kuhakikisha kuwa wanachama wake wanachukua hatua za umakini katika kipindi kinyeti cha kisiasa. Alexis Mwamba Dunia, coordinateur jimboni wa jeshi la akiba, yani Reserve Armee ya Defense RAD, tukiwa jimboni mwetu Sud Kivu. Baada ya kusoma kwenye mitandao, tunaona wanaandika mengi tokea Alhamisi, Ijumaa na leo tunaona wanaandika kwa mitandao kusema Wazalendo walipewa pesa ya rushwa kwa kwenda kuleta vurugu kwenye bunge la jimbo. Yani wanabunge waliitisha gavana wetu wa jimbo kwenda kujifasiria makosa ambao walimshutumu, na sisi kama vile viongozi jimboni ya Wazalendo tunaalika Wazalendo ambao wanaoitwa kuwa wazalendo. Mzalendo halali hakule rushwa. Mzalendo halali haende fanya vurugu mambo ambao katiba ya nchi inatuma. Mzalendo halali anakaa kwenye shamba la mapambano na kutekeleza ulinzi na usalama wa nchi yetu. Sasa yule yote mzalendo ambayo atakayeshikwa kama alikula rushwa kwa ajili ya kwenda leta vurugu kwenye chumba la bunge ataadhibiwa. Tutampana kwenye serikali na tutahakikisha kama yule mzalendo anaenda fungwa mahali hapo. Mheshimiwa wetu gavana mwenyewe aliyosema kama mzalendo vurugu anastahili kufungiwa na kupelekwa Angenga.
na ndio mahali hapo tutakapompeleka huyo mtu akumbuke kwa huyo swali na kusema kama tukipata yule mzalendo ambayo anashutumiwa kula rushwa atafungwa. Na sisi hapa kama vile wazalendo tuliwahi kuomba ubadili wa katiba ya nchi tokea zamani kwenye kipengele 217 tulisema babadilishe hiyo kipengele, babadilishe katiba hiyo, watoe hiyo kipengele, sababu nchi yetu sio ya kuuzwa na kupewa wananchi wa nchi yetu bila kupita kwenye ubunge wa taifa, hapana. Na ndio maana tulilia sana na tunashukuru Mheshimiwa Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Tunaona kweli yeye ni mwananchi halali, sababu mambo iko anafanya ni ya kurudishia wakongomani haki zao, yani kuitika kubadilisha katiba, sababu na sisi tuliilia sana kubadilisha hiyo katiba ya nchi, sababu muna vitu ambayo unakuta binatumika kwa ajili ya kusaidia nchi vuguvugu, yani ya kusaidia Rwanda, ya kusaidia wageni wasiokuwa wakongomani, inawapatia nafasi kuu kushinda hata sisi watoto ya nchi. Na hivyo anasikia kilio yetu na tunaendelea kumsapoti ili afikie kubadilisha hiyo katiba. Na tunaalika gavana wetu wa jimbo, yeye ni baba wetu, sisi hatuwezi tukimdharau hata siku moja. Tunamwalika kama vile mwalimu haende ajibu maswali ambao wanamshutumu kwenye wanabunge, asitie mwali kusema wazalendo. Sisi hatutaenda kusapoti makosa, hatujue makosa yake na hatukumshutumu makosa yake. Ni yeye na wanabunge ambao raia ilituma kwenda kuwatetea ndio wanaona makosa yake, na aende ajibu makosa yake binafsi, yani ni huko ndio watatoa suluhisho. Lakini kusema kuingiza wazalendo katika hiyo vurugu, hiyo ni makosa. Mwenye kupana rushwa anastahili kuadhibiwa. Ni kusema tukiona wazalendo na tukipata ambao watakapatikana kwa hiyo kosa ya kusema walipata hiyo pesa kwa rushwa, yani tutashutumu hata yeye kiongozi wetu, sababu ni kusema anakubali mambo ambao wanamshutumu na anaikosa amo sheria, ndio anaitwa wazalendo. Kwa hiyo hatuyaona hiyo makosa na hatuyaona wale wazalendo ambao walikula rushwa. Tungali tunafanya utafiti na tunamwalika kama hiyo mipango ilikuwa haiache, sababu haitampatia ugumu mbele ya wazalendo. Mtu ukishampatia rushwa unakuwa mtumwa wake, sababu hauna tena nguvu kwake. Hata ukipatia mtu kazi kwa ajili ya rushwa, nikiwaza unakuwa chini ya ule mtu, sababu aliingia kikazi kwa ajili ya rushwa yake, ya nguvu yake binafsi. Ni kwa hiyo tunaomba governor afungue macho, na tunaalika wanabunge wetu, ni sisi ambao tuliwachagua kwenda kututetea, watumie hekima na utaratibu. Mwenye kuwa na haki anyanganywe na Mwenyezi Mungu anamsaidia. Asante sana. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kupata mafanikio mapya katika operesheni zake dhidi ya wapiganaji wa kundi la Convention pour la Révolution Populaire CRP katika eneo la Bule wilayani Njugu mkoani Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa jeshi, mafanikio yanakuja kufuatia juhudi zinazoendelea za operesheni za kijeshi zinazolenga kusambaratisha makundi yenye silaha yanaendelea kuhatarisha usalama wa raia katika eneo hilo. Taarifa rasmi zinaeleza kwa siku ya Alhamisi wanajeshi wa FARDC walifanikiwa kuzuia shambulio la kuvizia lilokuwa limepangwa na wanamgambo wanadaiwa kuwa na uhusiano wa kundi linaloongozwa naye Thomas Lubanga. Akizungumzia tukio hilo, msemaji wa jeshi la mkoa wa Ituri Luteni Jile Ngongo amesema kuwa wanajeshi walikuwa katika doria za kawaida za mapambano walipobaini na kuvunja mtego huo wa adui. Katika operesheni hiyo wanamgambo 6 waliripotiwa kuuawa, huku hali ya usalama ikitajwa kuwa imetulia kwa sasa katika eneo hilo la Bule. Mbali na operesheni za kijeshi, FARDC pia inaendelea kusisitiza umuhimu wa kimkakati usio wa kijeshi katika kurejesha amani. Katika
kijiji cha Ninzi, wanamgambo wawili wa CRP wamejisalimisha pamoja na silaha zao kufuatia juhudi za uhamasishaji zinazofanywa na viongozi wa jadi. Hatua hiyo imesifiwa na jeshi, ikieleza kuwa ushirikiano wa viongozi wa kijamii ni muhimu sana katika kurejesha mamlaka ya dola. Luteni Shilengongo anasisitiza kuwa baadhi ya viongozi wa maeneo hayo wameanza kushirikiana na kwa kutoa taarifa na kukemea uwepo wa makundi yenye silaha, jambo ambalo ni hatua muhimu kuelekea utulivu wa kudumu. Jeshi limeendelea kutoa wito kwa viongozi wengine wa maeneo hasa katika ukanda wa Bule kuongeza juhudi katika kufichua na kupinga shughuli za makundi ya wasi ili kusaidia juhudi za kurejesha amani. Katika ujumbe wake mkali wa makundi ya wasi, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limewataka wapiganaji waendelea kushika silaha, kuachana na vita na kujiunga na mchakato wa amani. Jeshi limesisitiza kuwa lina azma thabiti ya kuendelea na operesheni zake zidi ya kuhakikisha usalama unarejea kikamilifu, likifanya kazi chini ya uongozi wa Luteni Jire Johnny Luboya. Kwa jumla, operesheni hizi zinaonyesha mikakati ya pamoja unaochanganya nguvu za kijeshi, mbinu za kijamii ili kuzofisha kundi la CRP. Hata hivyo, licha mafanikio yanayoripotiwa, hali ya usalama katika sehemu hiyo ya Ituri bado inaendelea kuwa tete, huku makundi ya wasi yakiendelea kuwa na uwepo katika baadhi ya maeneo. Katika mji wa Goma, takriban wapiganaji 17 wa zamani wa kundi la FDLR, Force Democratique de la Liberation du Rwanda, walikuwa wamehifadhiwa katika kambi ya Mumbiro chini ya usimamizi wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa MONUSCO wanatarajiwa kurejeshwa nchini Rwanda katika kipindi cha wiki ijayo. Hatua hii ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za kurejesha amani na kuimarisha usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako makundi yenye silaha kutoka nje na ndani ya nchi yamekuwa yakisababisha hali ya sintofahamu kwa muda mrefu. Siku ya Jumamosi tarehe 25 Aprili, wapiganaji hao walitembelewa na mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC, James Swan, ambaye alisitiza kuwa swala la wapiganaji wa FDLR linaendelea kuwa kipaumbele kwa Umoja wa Mataifa. Katika ziara hiyo, ujumbe wa mzito ulitolewa kwa wapiganaji hao pamoja na wale wengine wanaendelea kujificha katika misitu ya mashariki mwa nchi, wakihimizwa kujiunga na mchakato wa kujisalimisha silaha na kurejeshwa makwao. Kwa mujibu wa MONUSCO, kurejeshwa kwa wapiganaji hao ni hatua muhimu katika kupunguza uwepo wa makundi ya wasi katika eneo la Kivu Kaskazini na kusaidia juhudi za kurejesha utulivu. Wataalamu wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa hatua kama hizi zinachangia kupunguza hatari ya mashambulizi na kurejesha imani ya wananchi katika taasisi za usalama. Wakati huo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mamlaka za Kinshasa inaendelea na operesheni zake za kijeshi na kiusalama kwa lengo la kuwasaka na kuwahimiza wapiganaji wa FDLR waendelea kujificha katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa serikali. Juhudi hizi zinafanyika sambamba na mikakati ya kisiasa na kijamii inayolenga kuhamasisha wapiganaji hao kuachana na vita. Shinikizo linaendelea kuongezeka kwa wapiganaji wa kundi hilo, huku jumuiya ya kimataifa na serikali ya Kongo zikisitiza kuwa hakuna nafasi tena ya kuendelea na vita katika eneo hilo. Wito umetolewa kwa wapiganaji wote waliobaki kuacha silaha na kuchagua njia ya amani ili kujenga mustakabali bora kwao na kwa jamii kwa ujumla. Hata hivyo, licha ya hatua hizi za kurejesha wapiganaji nchini Rwanda, changamoto za kiusalama bado zinaendelea katika baadhi ya maeneo mashariki mwa DRC, ambako makundi yenye silaha yanaendelea kusalia na kuleta hofu kwa wananchi. Kwa jumla, hatua ya kuwarejesha wapiganaji 70 wa FDLR inaonekana kama hatua muhimu katika mchakato mpana wa kurejesha amani, lakini pia inaonyesha kuwa bado kuna kazi kubwa inayopaswa kufanyika ili kuhakikisha usalama wa kudumu unapatikana katika eneo la Kivu Kaskazini na maeneo jirani. Katika eneo la Nganja wilayani Fizi mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kurejea kwa shughuli za uchimbaji madini kuna kuendeshwa na kampuni za Kichina kumezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, huku mashirika ya kiraia yakipinga vikali hatua hiyo. Baada ya kipindi cha ukimya kilichosababishwa na mapigano ya kivita katika mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan vita vinavyohusishwa na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda, sasa shughuli za uchimbaji madini zimeanza tena rasmi katika sekta ya Nganja. Hata hivyo, kurejea huku kunatajwa kuleta wasiwasi mkubwa kwa wananchi wanaoishi katika eneo hilo. Akizungumza katika mahojiano na rais wa shirika la kiraia la Sosiko DRC katika sekta ya Nganja, Kashindi Daudi Asumani ameeleza hali hiyo kuwa ni hatari na inahitaji uangalizi wa haraka kutoka kwa mamlaka husika. Amesema kuwa kampuni hizo za Kichina ziliondoka awali kutokana na ile usalama isiyotabirika wakati wa vita, lakini sasa zimeanza kurejea tena licha changamoto zilizowahi kuripotiwa hapo awali. Kwa mujibu
mujibu wa Daudi Kashindi, kurejea kwa kampuni hizo hakujawahi kuleta manufaa yoyote ya maana kwa wananchi wa Nganja. Badala yake, anasema uwepo wao umeacha madhara makubwa, yakiwemo ajali ya vifo vinavyotokana na mashimo ya madini yaliyoachwa wazi bila hatua za usalama. Na ripotiwa kwa watoto 31 walipoteza maisha yao kutokana na kuangukia ghafla katika mashimo hayo hatarishi, alilozua maswali makubwa kuhusu uwajibikaji wa kampuni hizo. Pia mashirika hayo yanatumiwa kuwa na uharibifu wa mazingira na kuacha mashimo makubwa baada ya uchimbaji bila kuyafukia au kurejesha ardhi katika hali yake ya awali. Wananchi wanadai kuwa fedha zinazotakiwa kutumika kwa ajili ya kulinda mazingira hazijulikani wapi zinaelekezwa, huku 5% ikikusanywa na huduma za kadastre ya madini inayojulikana kama CEMAPE, ikitajwa kutokuwa na uwazi katika matumizi yake. Kutokana na hiyo, viongozi wa kiraia wanatoa wito wa dharura kwa serikali kuu pamoja na waziri mkuu kuchukua hatua za haraka. Wananchi wa Nganja wanasema hawataki tena uwepo wa kampuni hizo za Kichina zikiwemo TSM, Bendera Mining, Kumbelungu na Sunguruma Mining, wakistumu kuwa kushindwa kwa kuchangia maendeleo ya jamii wala kuboresha maisha ya wakazi wa eneo hilo. Mashirika ya kiraia pia wanaomba wabunge wa kitaifa na wa mkoa pamoja na mashirika ya kibinadamu kuingilia kati na kushinikiza mamlaka za Kongo kusitisha shughuli za kampuni hizo katika sekta ya Nganja. Wanasitiza kuwa ni muhimu kulinda mazingira ambayo tayari yako katika hali dhaifu pamoja na kuzuia vifo vinavyoendelea kutokana na uzembe wa usimamizi wa maeneo ya uchimbaji madini. Kwa jumla, kurejea kwa shughuli za uchimbaji madini katika eneo la Nganja kunajuzua mjadala mpana kuhusu wajibikaji wa kampuni za kigeni, haki za wananchi na umuhimu wa kulinda mazingira. Wakati serikali inatakiwa kuchukua hatua, wananchi waendelea kusubiri majibu yatakayohakikisha usalama wao na mustakabali wa vizazi vijavyo. Katika wilaya Walikale mkoani Kivu Kaskazini, kazi za kupanua uwanja wa ndege mdogo wa Kigoma zimeingia katika hatua ya utekelezaji wa moja kwa moja, ikiwa ni takriban miezi 5 tangu uzinduzi wake rasmi uliofanywa na gavana wa kijeshi wa mkoa huo. Kwa sasa mitambo ya kampuni ya Contract Mining and Construction inajulikana kama Comico imeanza kazi rasmi ya kujaza na kuanzisha ardhi ya njia ya kurukia na kutua ndege. Kwa mujibu wa taarifa kutoka mamlaka za eneo hilo, njia hiyo ambayo sasa ina urefu wa takriban mita 1500 inatarajiwa kupanuliwa hadi kufikia mita 3000 ili kuruhusu ndege kubwa zaidi kutua na kuruka kwa urahisi. Kabla ya kuanza kwa kazi hizi kubwa, hatua hiyo ya awali na ya kusafisha eneo ikiwemo kukata miti na kuondoa vichaka katika sehemu ya ziada yenye urefu wa mita 1700 tayari ilikamilika. Hii inaonyesha kuwa mradi huo wa miundombinu unaendelea kupiga hatua licha changamoto zilizokuwepo mwanzoni. Hata hivyo, katika kipindi hiki cha utekelezaji wa mradi, mamlaka za uwanja wa ndege zimetangaza kuwa helikopta pekee zinazoruhusiwa kutumia njia hiyo kutokana na hali ya kazi inayoendelea ambayo haijaruhusu ndege za kawaida kutua kwa usalama. Mradi huu ulizinduliwa rasmi mwezi Novemba mwaka 2025 ukiwa na muda wa utekelezaji wa miezi 8. Lakini sasa inaonekana kuwa kuna ucheleweshaji fulani, kwani kazi kubwa zimeanza rasmi mwezi Aprili mwaka 2026. Upanuzi wa njia ya ndege na umuhimu mkubwa wa wilaya Walikale ambao ni eneo lenye changamoto za miundombinu na barabara na mara nyingi hutegemea usafiri wa anga kwa ajili ya upatikanaji wa bidhaa mbalimbali. Uwanja wa Kigoma ni kiungo muhimu kinachounganisha eneo hilo na miji mikubwa kama vile Beni, Bunia na Kisangani. Kupitia mradi huu, serikali inalenga kuboresha usafiri wa anga, kuharakisha upatikanaji wa bidhaa muhimu pamoja na kuimarisha shughuli za kiuchumi katika eneo hilo. Wakazi wa Walikale wanatarajia kuwa kukamilika kwa mradi huu kutaleta mabadiliko chanya katika maisha ya kila siku, hasa katika upatikanaji wa huduma na bidhaa kutoka maeneo mengine. Kwa jumla, licha kuchelewa kwa utekelezaji wake, mradi wa kupanua uwanja wa ndege wa Kigoma unaonekana kuwa na matumaini makubwa ya kubadilisha hali ya usafiri na uchumi katika wilaya ya Walikale. Katika wilaya ya Fizi, hali ya usalama inaendelea kuwa ya kutia wasiwasi, hasa katika kijiji cha Lulimba kilichopo katika kundi la Basikasilu, sekta ya Nganja. Kutokana na hiyo, msimamizi wa wilaya hiyo ya Fizi, Sami Kalonji Badibanga, amechukua hatua za haraka kwa kufanya ziara ya kikazi siku ya jana Jumamosi 23 Aprili yenye lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya vyombo vya ulinzi na makundi ya ulinzi wa raia. Ziara hiyo imekuja katika wakati ambako matukio ya uhalifu na changamoto za kiusalama zimekuwa zikiripotiwa mara kwa mara katika eneo hilo, hali inayohitaji hatua za pamoja na za dharura ili kurejesha utulivu. Katika mkutano uliofanyika eneo hilo, msimamizi
wa wilaya aliambatana na mkuu wa sekta ya Nganja Akili Bernard Cosmose, ambako waliongoza kikao cha baraza la usalama la eneo. Katika kikao Akili wakutanisha wadau mbalimbali wa usalama, wakiwemo wanajeshi wa FARDC, polisi wa taifa la Kongo, wanachama wa vikundi vya kujilinda maarufu kama wazalendo, pamoja na wakilishi wa jamii, vijana, viongozi wa kimila na viongozi wa dini. Lengo kuu la mkutano ilikuwa ni kurejesha mawasiliano, kujenga upya imani kati ya vyombo vya usalama na wananchi, na kuimarisha mshikamano katika kukabiliana na changamoto zilizopo. Kwa mujibu wa washiriki wa mkutano huo, kulikuwa na matatizo ya uratibu kati ya baadhi ya vyombo vya usalama, jambo lilochangia kuzofisha juhudi za kupambana na uhalifu. Hata hivyo, kupitia majadiliano hayo, hatua zimeanza kuchukuliwa ili kurejesha ushirikiano na kuunda mkakati wa pamoja wa kulinda kijiji cha Lulimba pamoja na maeneo yanayoizunguka. Katika hotuba yake, Kalonji Sami Badibanga asisitiza umuhimu wa ushirikiano wa karibu kati ya wanajeshi wa FARDC na wanachama wa wazalendo, akibanisha kuwa umoja wao ni nguzo muhimu katika kulinda usalama wa taifa. Pia alitumia fursa hiyo kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa juhudi zake za kurejesha amani katika mashariki mwa nchi. Kwa upande wake, mkuu wa sekta Nganja Akili Bernard Cosmos alitoa wito kwa vyombo vyote vya usalama pamoja na wananchi kuwa na nidhamu na uwajibikaji, akisisitiza kwa kurejesha mamlaka ya dola katika eneo la Fizi ni jukumu la pamoja na unahitaji mshikamano na umoja. Katika maamuzi yaliyofikiwa baada ya mkutano, imekubaliwa kuanzishwa kwa doria za pamoja zitakazohusisha wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, polisi pamoja na wanachama wa wazalendo, ili kuimarisha ulinzi na kuhakikisha usalama wa wananchi unarejea kwa haraka. Imeelezwa kuwa kikao kingine cha baraza la usalama kinapangwa kufanyika siku ya leo Jumapili tarehe 26 Aprili katika eneo la Misisi, ambako tathmini ya hatua zilichukuliwa itafanywa na mikakati mipya kuwekwa kwa ajili ya kuimarisha hali ya usalama katika wilaya ya Fizi. Kwa jumla, juhudi zinaonyesha dhamira ya mamlaka za eneo hilo katika kurejesha utulivu, huku ushirikiano kati ya vyombo vya ulinzi na wananchi ukipewa kipaumbele kama njia muhimu ya kukabiliana na changamoto za kiusalama zinazokubika eneo hilo. Nchini Marekani, hali ya taharuki ilitokea usiku wa Jumamosi katika hoteli ya Washington Hilton kufuatia milio ya risasi iliyoripotiwa kusikika ndani ya ukumbi wa mapokezi wakati ya hafla kila mwaka waandishi wa habari wa ikulu ya Marekani ilipokuwa ikihudhuriwa na Rais Donald Trump. Mujibu wa mashuhuda walikuwepo eneo la tukio, hali ya hofu ilizuka ghafla ndani ya ukumbi huo baada ya maafisa wa usalama wa Secret Service kutoa amri ya wageni wote kujilinda na kutafuta mahali salama. Watu walionekana kukimbia na kujificha, huku baadhi wakilala chini ya hofu ya usalama wao. Katika tukio hilo, Rais Donald Trump, mke wake, makamu rais pamoja na viongozi wengine muhimu waliokuwa wakihudhuria hafla hiyo walihamishwa haraka kutoka ukumbini na kupelekwa sehemu salama chini ya ulinzi mkali wa vyombo vya usalama. Hatua ilichukuliwa kwa tahadhari kubwa ili kuhakikisha hakuna madhara yanayopata viongozi hao. Mwandishi mmoja kutoka chombo cha habari cha Deadline aliyekuwa eneo la tukio alieleza kuwa alisikia takriban milioni 4 ya risasi ikitoka katika ukanda wa pembeni wa ukumbi huo. Taarifa za awali zinaeleza kuwa mshukiwa alikuwa akihusika na tukio hilo alidhibitiwa na vikosi vya usalama, ingawa bado hajafahamika kwa kina iwapo alikamatwa au aliziwiliwa kwa namna gani. Vyombo vya usalama nchini Marekani vimeanza uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo halisi cha tukio hilo pamoja na iwapo kulikuwa na washirika wengine au ilikuwa ni tukio la mtu mmoja. Hadi sasa kuna taarifa rasmi kuhusu majeruhi au vifo, lakini mamlaka zinaendelea kufanya ushahidi wa kuhoji mashuhuda. Kwa upande wake, ikulu ya Marekani imethibitisha kuwa Rais Donald Trump yupo salama na kupata madhara yote katika tukio hilo. Hata hivyo, tukio hilo limebua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa hafla kubwa zinazohusisha viongozi wa juu wa taifa. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa tukio hilo linaonyesha umuhimu wa kuendelea kuimarisha mifumo ya ulinzi, hasa katika matukio yenye ardhi kubwa yanayohusisha viongozi wa kisiasa. Pia limebua mjadala kuhusu namna vyombo vya usalama vinavyoweza kuzuia matukio kama hayo kabla ya kujitokeza. Kwa sasa hali imetulia katika eneo hilo la tukio, lakini uchunguzi unaendelea ili kubaini ukweli kamili wa kilichotokea na kuhakikisha hatua stahiki zinachukuliwa. Wananchi na washiriki wa hafla hiyo wanaendelea kusubiri taarifa rasmi zaidi kutoka kwa mamlaka husika. Tukio hilo linaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku dunia ikielekeza macho yake katika majibu yatakayotolewa na vyombo vya usalama vya Marekani.
Na kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 26 za mwezi wa mwaka 2026, tukuletea kwa kina matukio muhimu ndani na nje ya nchi. Tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu hii. Basi endelea kuungana na Kivu News Info kwa habari za kweli, sahihi na zenye kujenga jamii. Na usisite pia kushirikiana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii kupata taarifa zaidi na kutoa maoni yako. Mimi ni Roger Longa na nikujia tu kwamba kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekomba kufanya kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine unasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo nawe endelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na kwenda ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Basi acha nitakie jioni njema na usiku mwema. Bye bye na chao, na tutaonana tena kesho kwenye matangazo yetu mengine kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Baki salama, bye bye na chao.